Safari ya kutoka Tengeru kwenda Ngongongare haijawahi kuwa ndefu kiasi kile. Kila nilipokuwa nakata kona za milima, nilikuwa nawaza jinsi ya kuurudisha uhusiano wangu na mjomba au jinsi ya kutoroka. Lakini nilipofika kwenye geti la nyumba ya mjomba, niligundua kuwa nimechelewa kupanga mipango. Geti lilifunguliwa, sio na mlinzi wa kawaida, bali na kijana mmoja mfupi mwenye kovu kubwa usoni anayeitwa Beka. Nilimjua Beka. Alikuwa ni cleaner, mtu ambaye mjomba humtumia kusafisha damu au kuzika miili ambayo haitakiwi kuonekana. Kuwepo kwa Beka pale kulimaanisha kitu kimoja tu: kuna mtu anaenda kufa usiku huo. Niliingia sebuleni kwa hatua za kijasiri. Hebu ngoja, samahani, kabla hatujaendelea na utamu huu. Kama unaifurahia simulizi hii, naomba ubonyeze alama ya like hapo chini kuipa nguvu video hii. Pia, hebu niandikie kwenye comment, unadaka simulizi hii ukiwa wapi? Mfano, natazama nikiwa Tukuyu Mbeya, au nipo Iringa mjini. Dondosha komenti yako sasa hivi, nami nitapita kukujibu, kisha tuendelee na story. Niliingia sebuleni kwa hatua za kijasiri. Mjomba Zito alikuwa amekaa akisikiliza mziki wa taratibu wa klasiko. Mezani kulikuwa na chupa 2 za wine na glasi 3. "Karibu shujaa," mjomba alisema bila kugeuka, huku akiashiria kiti kilicho mbele yake. Nilikaa. Beka alisimama mlangoni, akichezea kisu mkononi. Mjomba alinizungukia, akanimiminia wine kwenye glasi, kisha akaniangalia machoni na kutabasamu. "Lucas, unajua kwa nini nakupenda?" Mjomba aliuliza. "Nakupenda kwa sababu wewe ni msikivu. Lakini leo nimepata taarifa zinazonichanganya kidogo." Akatupa picha kadhaa mezani. Picha za yule mfanyabiashara wa Moshi akiwa hai, anacheka na familia yake. Na picha nyingine, picha ya pikipiki yangu ikiwa imepaki nje ya chuo cha OEA. "Nieleze Lucas." Sauti ya mjomba ilibadilika kuwa ya chuma. "Kwa nini Target yuko hai na kwa nini pikipiki yako inashinda chuo badala ya kazini? Umeacha kuua kwa ajili ya pesa? Umeanza kuua kwa ajili ya mapenzi?" Kabla sijajibu, simu ya mjomba iliita tena. Aliipokea, na kadri alivyokuwa anasikiliza, ndivyo uso wake ulivyozidi kuwa mweusi. Alikata simu na kuniangalia kwa mshangao uliochanganyika na hasira. Hiyo ilikuwa simu kutoka kwa informers wangu polisi. Wanasema kuna maiti imeokotwa Yusa River. Kijana anaitwa Fred. Ameuawa kwa sindano ya sumu. Signature yako. Mjomba alicheka kicheko cha uchungu. "Kumbe, umeacha kufuata maelekezo yangu na sasa unatumia silaha nilizokupa kutatua matatizo yako ya mapenzi. Na kibaya zaidi, polisi wameokota kifuniko cha sindano eneo la tukio." Dunia ilinizunguka. Mjomba alijua kila kitu. Beka alisongelea mbele, tayari kwa amri. Mjomba aliinua bastola yake na kuielekeza kifuani kwangu. "Umevunja sheria Lucas, na unajua adhabu ya kuvunja sheria kwenye hii familia." Mjomba alitega risasi chemba. "Kaa!" Lakini wakati kidole chake kiko kwenye trigger, nilimwambia kitu kilichomfanya asite. "Ukinipiga risasi mjomba, hautajua nani anao ushahidi wa mauaji ya wazazi wangu ulioyafanya miaka 18 iliyopita. Nimeuhifadhi sehemu ambapo ukiniua mimi, polisi wanaupata asubuhi." Huo ulikuwa uongo wa 3, na huu ndio uliokuwa wa kuokoa maisha yangu au kuharakisha kifo changu. Kuendesha pikipiki ya zamani kwenye tope la Ngongongare usiku wa manane ni kazi ya hatari, lakini hofu ya kifo inaweza kumfanya mtu yeyote kuwa dereva wa mashindano. Nilifika barabara ya lami nikiwa nimeloa chepechepe, meno yakigongana kwa baridi. Lakini sikujali. Akili yangu ilikuwa inawaza kitu kimoja tu: Irene. Nilijua Irene anaishi kwenye hostel moja ya wanafunzi maeneo ya Maji ya Chai, karibu na chuo. Nilifika hapo saa 11 alfajiri, wakati giza linaanza kufukuzwa na ukungu wa asubuhi. Nilificha pikipiki kichakani mbali kidogo, nikaruka ukuta wa uzio na kugonga dirisha la chumba chake. Irene alichelewa kufungua. Nilipogonga mara ya pili kwa nguvu kidogo, pazia lilifunguka. Aliniangalia kwa hofu, macho yake yakiwa bado yamevimba kwa kulia kifo cha Fred. Aliponitambua kuwa ni mimi, yule bodaboda aliyemsaidia, alifungua dirisha kidogo. "Lucas, unafanya nini hapa muda huu?" aliuliza kwa sauti ya kutetemeka. "Umeloa mwili mzima." "Irene,
Sikiliza kwa makini, nilimwambia kwa sauti ya chini lakini yenye msisitizo. Maisha yako hatarini. Watu wa Fred wanadhani unahusika na kifo chake, na kuna watu wabaya zaidi wanakuja. Inabidi uondoke hapa sasa hivi. Huo ulikuwa uongo mwingine wa lazima. Irene alichanganyikiwa. Alitaka kuuliza maswali mengi, lakini kabla hajasema neno, niliona mwanga mkali wa taa za gari ukipenya kwenye geti la hostel. Moyo wangu ulisimama. Nilijua mwanga ule, gari la polisi. Inspekta Komba alikuwa amewahi kuliko nilivyotegemea. Funga dirisha, nilimnongoneza Irene na kuruka kuingia ndani ya chumba chake kupitia dirishani kabla hajalifunga. Wamefika, usiwaambie nipo hapa. Ukisema tu, wote tunakufa. Irene alirudi nyuma kwa hofu, akibonyea ukutani. Nilisikia hatua nzito zikija kwenye korido ya hostel. Gutesi, gonga kwenye mlango wa chumba cha Irene ilifuata. Polisi, fungua mlango. Nilikimbia na kujificha mvungu mwa kitanda. Nilijibana hapo kwenye giza na vumbi, nikizuia pumzi yangu isisikike. Niliweza kuona viatu vya Inspekta Komba vikiingia ndani baada ya Irene kufungua mlango kwa mikono inayotetemeka. Samahani kwa usumbufu binti. Kuna maswali machache yamejitokeza kwenye uchunguzi wetu. Kwenye maelezo yako kituoni, ulisema uliondoka baa ukiwa peke yako. Lakini mashuhuda wanasema kulikuwa na bodaboda mmoja aliyekuwa anakufuatilia wewe na marehemu tangu mchana. Unamjua huyo mtu? Moyo wangu ulidunda kwa nguvu kiasi kwamba nilihisi utasikika nje. Irene alikuwa kimya kwa sekunde kadhaa. Nilijua ananiangalia au anafikiria kunichoma. Maisha yangu yalikuwa mikononi mwa binti ambaye jana tu nilimwokoa. Hapana afande, Irene alijibu kwa sauti ndogo. Sikumjua mtu yoyote, nilikuwa peke yangu. Nilishusha pumzi taratibu. Amenilinda. Komba aliguna. Alitembea kuzunguka chumba. Viatu vyake vilisogea karibu kabisa na uvungu niliokuwemo. Niliweza kuona tope kwenye buti zake. Sawa, Komba alisema, lakini kuna kitu kingine. Tumegundua kuwa sindano iliyomuua Fred ina uhusiano na kesi za zamani za mtu mmoja anayeishi Ngongongare. Binti, nakushauri uwe makini. Huyu muuaji sio jambazi wa kawaida. Akikutafuta, mpigie simu askari aliyeko getini. Tumemwacha akulinde. Komba aliondoka. Mlango ukafungwa. Nilikimbia na kujificha mvungu mwa kitanda. Nilimwangalia Irene, macho yake akiwa yamepanuka kwa mshtuko. Sasa alikuwa ameanza kuunganisha dots. Aliniangalia mimi, akaangalia tope niliolacha sakani na kukumbuka maneno ya Komba kuhusu sindano na Ngongongare. Irene alirudi nyuma mpaka akagonga meza. Wewe ndiye uliyemua Fred? Wewe ndiye anayetoka Ngongongare? Sikuwa na jibu. Ukimya wangu ulikuwa jibu tosha. Irene alishika mdomo kuzuia kelele. Nilikuwa nimejifungia chumbani na msichana niliyempenda, lakini sasa alikuwa ananiona kama shetani. Na nje ya mlango, askari wa Komba alikuwa analinda. Nilikuwa nimenasa. Wakati huo huo, simu yangu ambayo nilikuwa nimeiacha kwenye vibration mfukoni iliita. Sio mjomba, ilikuwa namba ngeni. Niliipokea nikimwangalia Irene. Sauti ya Beka ilisikika, ikiwa na ujumbe mfupi na wa kutasha. Mjomba amesema huna haja ya kurudi. Ameituma timu nyingine kuja kumaliza kazi ulioshindwa. Wote wawili, wewe na huyo msichana, hamtafika saa 6 mchana. Mpenzi mtazamaji, kama ndiyo mara yako ya kwanza kukutana na channel hii, karibu sana kwenye familia yetu. Tafadhali usiondoke bila kubonyeza neno subscribe, na muhimu zaidi, gusa hiyo alama ya kengele. Hii itakusaidia kuwa wa kwanza kupata taarifa au notification kila tunaposhusha mwendelezo wa simulizi hii mpya. Karibu tuwe pamoja. Ukimya uliotawala ndani ya chumba cha Irene ulikuwa mzito kuliko ule wa kaburini. Irene alikuwa amenibana ukutani, macho yake yakiwa na mchanganyiko wa hofu na chuki. Alikuwa ananiangalia kama mtu anayeangalia nyoka aliyeingia ndani ya nyumba. Nilijua anataka kupiga kelele, anataka kumuita yule askari aliyeko nje amkamate muuaji wa mpenzi wake. Lakini sikuwa na muda wa kujitetea au kuomba msamaha. Niliishika mabega yake kwa nguvu na kumtazama machoni. Nilimwambia ukweli mchungu ambao hakutaka kuusikia. Nilimwambia, Irene, una kila haki ya kunichukia. Una kila haki ya kunikabidhi kwa polisi. Lakini ukifanya hivyo, huyo askari wa nje atakufa. Wewe utakufa na mimi nitakufa. Simu niliyopokea sasa hivi ni hukumu yetu. Watu wa mjomba Zito wako njiani na hawaji na pingu. Wanakuja na majeneza. Irene alitetemeka, machozi yalimlengalenga, lakini aliona ukweli kwenye macho yangu. Alijua kuwa Fred alikuwa mtu wa vurugu, na alijua kuwa Arusha ina siri nzito. Kwa shingo upande, alikubali.
Alichukua begi lake dogo, akatupa nguo chache na vitambulisho, huku mikono yake ikitetemeka. Tulielekea dirishani. Niliangalia nje. Ukungu wa asubuhi ulikuwa bado umetanda, ukifanya mazingira yawe meupe na ya siri. Nilitangulia kuruka, nikamsaidia na yeye kushuka. Tulitembea kwa kunyata kwenye majani yaliyoloa umande, tukielekea kichakani nilikoficha pikipiki. Moyo wangu ulikuwa unadunda kwa kasi, sio kwa hofu ya kukamatwa na polisi, bali kwa hofu ya kile kinachokuja. Tulipokaribia kichakani, nilisikia kitu kilichonifanya nisimame ghafla. Sauti ya matairi yakisaga kokoto. Gari aina ya Toyota Land Cruiser nyeusi iliyoondolewa namba za usajili iliingia kwa kasi kwenye geti la hostel na kuzima taa. Nilimvuta Irene chini haraka. Tulijificha nyuma ya mti mkubwa wa mparachichi. Gari lile lilisimama mbele kidogo ya mlango wa hostel. Watu 4 walishuka. Walikuwa wamevaa makoti marefu meusi na kofia. Mmoja wao alikuwa Beka. Niliona Beka akitoa kitu kwenye koti lake. Haikuwa bastola. Ilikuwa ni submachine gun ndogo, SMG, iliyofungwa silencer. Waliuendea mlango wa chumba cha Irene. Yule askari wa komba aliyekuwa analinda alikuwa amekaa kwenye kiti, akisinzia kidogo. Beka hakumwamsha. Alisogea kama kivuli, na kwa sekunde moja nilisikia sauti ndogo kama ya kikohozi. Tuf! Yule askari aliinamisha kichwa chake taratibu kifuani, kana kwamba ameamua kulala fofofo. Damu ilianza kutiririka kwenye shati lake la kaki. Irene alitaka kupiga yowe, lakini nilimziba mdomo kwa mkono wangu. Macho yake yalitoka pima. Alishuhudia ukatili ambao hakuwahi kuudhania. Beka na wenzake walivunja mlango wa chumba cha Irene na kuingia ndani kwa kasi, tayari kumaliza kazi. Hiyo ndiyo ilikuwa nafasi yetu. Wakati wakiwa ndani wanashangaa kukuta chumba kitupu, nilimshika mkono Irene na kukimbilia kwenye pikipiki. Niliisimamisha, nikamwambia apande haraka. Lakini wakati najaribu kuwasha pikipiki kwa kuunganisha waya, injini iligoma. Chirr, chirr. Baridi ilikuwa imeingia kwenye plagi. Jasho lilinitoka. Nilisikia sauti ya Beka ikitokea chumbani. Hawapo, wametoroka dirishani. Tafuteni nje. Nilijaribu tena. Chirr, vrum. Pikipiki iliunguruma kwa kishindo, ikipasua ukimya wa asubuhi. Sauti ile ilikuwa kama kengele ya hatari. Beka na wenzake walitoka nje mbio, wakituelekezea mitutu ya bunduki. Inama, nilimfokea Irene. Nilikata kona kwa kasi ya ajabu sana, pikipiki ikitelezea kwenye matote. Risasi zilianza kuruka. Piu! 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 Nilisikia risasi moja ikigonga kwenye tenki la mafuta la pikipiki. Ting! Lakini haikutoboa. Niliingiza gia na kuiondoa pikipiki kama mshale, nikipita katikati ya miti ya migomba na kahawa, nikielekea barabara kuu. Nyuma yetu, nilisikia sauti ya Land Cruiser ikiwashwa na kutufuata kwa kasi. Mashindano ya kifo yalikuwa yameanza. Sikuwa naelekea mjini Arusha, hako kulikuwa na polisi. Sikuwa naelekea Moshi, hako ndiko kulikotoka watesi wetu. Niliamua kuelekea sehemu moja tu ambayo nilijua hakuna mtu atathubutu kutufuata kwa urahisi. Nilielekeza pikipiki kwenye barabara ya vumbi inayopanda juu milimani kuelekea msitu wa hifadhi ya Arusha National Park. Lakini sikujua kuwa mjomba Zito alikuwa mbele yangu kifikra. Wakati napandisha mlima kwa kasi, Irene alinigonga mgongoni na kunyoosha kidole mbele. Lucas, angalia! Mbele yetu, kwenye daraja nyembamba la kuvuka mto, kulikuwa na lori la mbao limeziba njia. Na juu ya lori hilo, alisimama mtu niliyemuogopa kumuona kuliko Beka. Alisimama mjomba Zito mwenyewe, akiwa na simu sikioni, akitutazama kama mwindaji anayesubiri swala aingie kwenye mtego. Tulikuwa tumenaswa katikati, nyuma Beka na bunduki, mbele mjomba na kizuizi.